Mtuambie ukweli kama mmeanza kufanya biashara ya kutraffic human body parts, ama mtuambie ni nini ama ni aje mimi naweza kuwa nimeteseka nikiwa mzima nifariki dunia tena niteseke kwa kuibwa, watu wangu wakinitafuta waende wanizike hawanipati. Bunge power, bunge hoye, wanainjiria, Bondeni hoye, Bondeni hoye. Kwa majina naitwa Mr. Robert Makoha Wangoho, Raisi wa bunge la mwananchi la Nakuru County. Mwanzo kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru wakazi wa mtaa wa Bondeni Nakuru County. Huu ni mtaa ambao tunautambua kwa mengi, lakini leo nimefurahia kwa kweli kufika huu mtaa wa Bondeni, sababu kitu cha kwanza kabisa nimefurahia ni peaceful coexistence kati ya ndugu zetu Waislamu na ndugu zetu wa Kristo. Ukweli ama uongo? Ndugu wanaishi kwa amani na wanapendana. Si makabila zingine mnaishi Nakuru, mjifunze kwa hawa ndugu zetu wa Kristo na Waislamu wanaishi Bondeni. Jambo letu la pili, mimi shukurani zangu zinaenda kwa organizers na media fraternity ambao wameonelea ya kwamba ni muhimu sana bunge la mwananchi likuja lifunguliwe Bondeni mtaani na sio sehemu nyingine ile katika kaunti yetu ya Nakuru. Hiyo ni pongezi kubwa sana natoa. Sasa njia peke yake ambayo mwananchi wa chini anaweza akapaza sauti yake kwa serikali yake ama kiongozi wake ambaye alipigia kura ni kupitia sauti ya mwananchi wa chini, na hiyo sauti inatolewa mahali ambapo kunaitwa bunge la mwananchi, bunge power. Sasa mimi being the president of bunge la mwananchi Nakuru County, nimefurahi na nitakaa chini na uongozi wa hili bunge la Bondeni. Tutafute siku from next week tukuje sasa na media kama 10 to launch kihalali, tukuwe na watu wengi, mtu akiwa na issue au anakuja hapa, maana bunge la mwananchi ni sauti ya mwananchi. Bunge la mwananchi ni bunge nje ya bunge. This is a parliament. Tuko pamoja. So bunge la mwananchi hapa, mtu ukiwa na kitu fulani ambacho unataka usaidizi ama advice ama umeona kitendo kibaya kwa kiongozi, hatukuji kwa bunge la mwananchi kutusiana, hapana. Tunakuja katika bunge la mwananchi kusemezana kwa mujibu wa sheria, kwa sababu kwa bunge la mwananchi hatutaki kuonekana kama sisi ni hecklers ama sisi ni wakurusha mawe ama sisi ni wakunyongana. Bunge la mwananchi tunataka tuonyeshane peupe kwamba it is an alternative resolution to a given dispute or even our problems within the society. Sasa jambo langu la kwanza kuhusiana na yale ambayo imetuleta hapa, mimi naanza na mambo ya county ya Nakuru. Nakuru County is a very nice county. Actually, Nakuru County is referred to us by the people living outside as a county of great opportunities. Sasa hizi great opportunities inafaa tuzifurahie kama kuna peace na kuna security bila wasiwasi yoyote. Mimi inanisikitisha sana kupata kwamba at this era katika hospitali yetu ya PCH Nakuru County kuna utepetevu na a lot of irresponsible behavior, and especially from the management and the leadership of Nakuru County. Iko wakati tulisikia kwamba intern doctor alipatikana amepoteza maisha katika hospitali ya PCH. Mwili imetupwa hapo kwa trenches. Tukajiuliza, hospitali ambayo iko na CCTV, mwili ya daktari ikipatikana pale nje amefariki dunia, maisha ya mgonjwa wa kawaida je? Sasa juzi tunaambiwa mtoto ambaye mama yake na baba yake hawasikii, mtoto wa bubu ama kiziwi, mtoto anateseka, anaenda huko anaambiwa mambo ya SHA haifanyi kazi, mpaka mtoto anakuja kufariki dunia. Na baadaye tena tunaambiwa ya kwamba
eti mwili ya huyo mtoto imepotea. Tuambiane ukweli, kusema ukweli, hiyo ni pain mara mbili kwa binadamu ambaye anateseka. Mtoto anafariki dunia aje, alafu tena tunaambiwa ati mwili ya mtoto wa miezi 7 imepotea. Mtuambie ukweli kama mmeanza kufanya biashara ya kutraffic human body parts, ama mtuambie ni nini ama ni aje. Mimi naweza kuwa nimeteseka nikiwa mzima, nifariki dunia, tena niteseke kwa kuibwa, watu wangu wakinitafuta waende wanizike, hawanipati. Alafu yule ambaye tulipea hiyo uongozi kama gavana Susan Kihika, ati yeye Mungu amemsaidia, ameconceive mtoto, anaenda kumzalia Marekani kwa cost ya 50 million Kenyan shillings. Mnataka kutuambia hawa vijana wamejaa hii bondeni, 50 million Kenyan shillings haiwezi kuwasaidia kwa jambo lolote? Tukafungua kaosh 10 kutoka hii laini mpaka ile ingine, hiyo pesa itawasaidia. Tukifungua vocational training institutes, itasaidia ndugu zetu ambao wamemaliza shule na hawana mtaji wa kuendeleza masomo yao mpaka mbele. So ni makosa sana. Tunaona mama kule Elbagon, kule Kuresoi anazalia kwa barabara kwa sababu PGH hospital haijawekwa kwa state ambayo Margaret Kenyatta aliiwacha wakati bwanaka alitoka kwa kiti kama rais wa nchi. So Susan Kihika, it is time you shaped up or you shift out, because it is now in the public domain that serikali yako imetebetea sana katika utendaji wa kazi, na watu ambao uliweka kwa ofisi wengi wanahusika na looting of the public funds. Hayo maneno wananchi wamekataa katakata. Jambo lingine, nikienda Nairobi, chama ya ODM siku ya leo inasherehekea miaka 20 tangu ikuwe formed. Swali ni, as a party, have we achieved whatever that we are supposed to achieve? Chama ya ODM ni chama kubwa, lakini kiongozi wetu Raila Amolo Odinga kuform broad-based government na William Samoei Ruto lilikuwa ni jambo la busara. So far sisi kama watu ambao tunakusupport na kukuunga mkono Raila Amolo Odinga, hatujaona peupe matunda ambayo Ruto amerudisha mkono nayo, kwa sababu mlisimamisha maandamano ya watoto wetu Gen Z. Wasiendelee na maandamano, kukuwe na serikali ya umoja. Tutakuwaje pamoja? Mimi mwananchi nalala njaa, wewe unapanda ndege, wewe unakula vizuri, wewe unalipwa mabilioni. So tunataka chama ya ODM vile inafanikisha kufikisha miaka 20, tuone kwamba imesaidia kwa njia moja au nyingine kuhakikisha kwamba mwananchi wa chini pia anafaidi akiwa kama mtoa ushuru, kwa sababu William Samoei Ruto ametoza Wakenya ushuru wa hali ya juu, amekopa madeni mingi sana, mengine pesa inapotea kiholela holela. Swali ni, hii pesa ambayo imekusanywa kutoka kwa mifuko ya Wakenya imewahi fanya kazi gani? Na mbona wanadanganya Wakenya mambo kama housing levy wakati inakatwa? Nyumba ambazo zinajengewa Wakenya waliambiwa hiyo sio tax. Sasa hivi kama hapa bondeni kuna units ambazo zilikuwa zishaisha, rais akakuja akafanya launching. Sasa mnaanza kuambia tena Wakenya eti walipie ati 1 bedroom 7,000, ati 3 bedroom 15,000, eti baada ati ya miaka sijui 15 ati ndio utaruhusiwa kununua ati 3 million. Kwani mnacheza na Wakenya kwa nini na pesa yao? Tafadhali, tunataka wakati umefika sasa Wakenya waheshimike na pesa ambayo wanaweza kutoa. Vile vile nikiwa tu kwa hiyo chama ya ODM, tumeona Secretary General ambaye anaitwa Edwin Sifuna. Huyu ni mtu akijaribu kuspeak his mind, tunaona viongozi wengine wa ODM kama George Aladwa wanaanza kumshambulia. Kama Raila Amolo Odinga alimpea hiyo kiti ya Secretary General, akamkampeinia akakuwa ni senator wa Nairobi City, hajaongea, hajamshambulia. Mtu kama Peter Kaluma
anapataje nguvu ya kumshambulia Edwin Sifuna? Mtu kama George Aladwa anapataje nguvu ya kumtishia Edwin Sifuna ya kwamba atafuata Ababu na Mwamba? Niwaambie kuna tofauti kubwa sana kati ya aliyekuwa Secretary General wa ODM Ababu na Mwamba na Edwin Sifuna. Edwin ni mtu ako exposed na ako na akili zake na tajriba ya uongozi. Edwin Sifuna ni sauti ya Raila Amolo Odinga. So nyinyi ambao mnamshambulia na Raila amenyamaza, si eti kwamba Raila hawezi. If Raila wanted to oust Edwin Sifuna the following day, it will be very simple. Hata simu tu atapiga na Sifuna ataacha uongozi. Lakini si eti kwamba mkitofautiana kidogo, jamaa amesema yeye ODM lazima isimamishe presidential candidate, mnaanza kumshambulia. Jamaa alisema it was wrong for them to join broad-based government without the consent of Kenyan supporters of the party. Mnasema yeye anaenda kando na matakwa. Kwani Edwin Sifuna sio Mkenya? Edwin Sifuna sio life member wa ODM party? So kama yeye ni life member na anatoa pia stipend yake ya kila mwezi kwa chama ya ODM, tukue na usawa na mumwaje aweze kuongea maneno ambayo anataka, kwa sababu Waluya wangapi wako the city of Nairobi? Waluya wangapi wako Kenya hii? Ama nionyeshe kabila ambaye na support Raila Amolo Odinga zaidi after Wajaluo kama sio Waluya? Na sasa mbona msimuheshimu Edwin Sifuna? Because he has a following that is benefiting Right Honorable Raila Amolo Odinga as party ODM, then it means he has a voice to speak to the people. Johnson Sakaja. Johnson Sakaja wa Kenya walimtetea sana. Wakati huyo mtu tulisema hata masomo yenyewe hakusoma. Kutosoma sio mbaya. Wengi hawajasoma lakini wanajituma. So wewe Johnson Sakaja uko na kiburi sana. Na hiyo kiburi mimi naona Babu Owino anaimaliza asubuhi na mapema 2027. Wewe Mkenya wa chini kama mimi na huyu ndugu yangu ako hapa, tunalipa ushuru, tunalipa Kenya Power, tunanunua token. Wewe City Hall Nairobi unadaiwa 3.01 billion Kenyan shillings. Unamea pembe, mnaruti pesa ya Wakenya watu wa Nairobi, lakini hamtaki kulipa ushuru. Alafu wakati mnaandikiwa barua mnaongea vibaya. Wakati wana disconnect stima, wewe unaambia staff yako wanachukua malori zinaweka garbage, ingine nabeba sewage vile Mike Songa alifanyia watu wa ODM wakati ule Jakaranda. Mnaenda mnamwaga sewage kwa mlango ya Kenya Power. Ndugu zangu, huyu ni kiongozi ambaye anaweza ongoza city kubwa kama ya Nairobi? Huyu ni kijana ambaye tulikuwa tunasema hakusoma, na vile hakusoma hakufaa kupewa hiyo nafasi. It is quite unfortunate that sasa watu kama Sakaja ni wale watu ambao William Samoei Ruto anapenda kutembea na wao. It was wrong to give the city of the caliber of Nairobi to a young man ako na dimples tu, anaitwa Johnson Sakaja. Sasa mnaona yeye akidaiwa anaona solution ni kuchukua garbage kwenda kumwaga kwa mlango ya Kenya Power. Anaona akidaiwa pesa alipe Kenya Power, anaenda ana disconnect fiber optic cables ambayo watu wanategemea katika internet connectivity kufanya biashara city kubwa kama ya Nairobi. Ndio huyo ushuru ambao anaenda kucollect inatokana na mapato ya hiyo mtandao. Ana disconnect maji ambayo staff ya Kenya Power inatumia city of Nairobi. Na sio mara ya kwanza Johnson Sakaja kufanya vituko kama hizo. Tuliona clip anamwaga smoki za wamama ambao wanatafutia familia zao. Tumeona mpaka mama mtoto wake analia, mama ametupwa kwa lori ya Kanjo ya Nairobi. Mtoto wa miaka 5 analilia haki, mamaka anaenda kufungwa. Mtoto atakula namna gani? Johnson Sakaja ako hapo vile vile. Sasa huyu mtu hizi vituko zote anafanya kwa maendeleo ni zero. Development in Nairobi County hata ilikuwa afadhali wakati wa Kidero na Mike Songo kama gavana. Kwani Johnson Sakaja
kufagia na kuosha barabara ya City of Nairobi ambayo ni cosmopolitan city. Hiyo ndio maendeleo mlimpea afanyie watu wa Nairobi? Babu Owino amesupport Raila Amolo Odinga kwa muda mrefu sana, tangu kijana akiwa ni student leader of the University of Nairobi. Amemobilize vijana. Mimi nilimfuata Babu Owino akiwa bado mwanafunzi na nikaanza kusupport baba Raila Amolo Odinga, na leo hii bado namsupport. Sasa sisi tungingoja Raila Amolo Odinga aendorse Sakaja, ati Raila Amolo Odinga tena anaendorse jamaa anaitwa aendorse Babu Owino, tunaona Raila Amolo Odinga anaendorse Sakaja. Sakaja ambaye anamwaga sewage kwa mlango ya Kenya Power Company. Hiyo ni kuchomea mzee Raila Amolo Odinga jina yake, kwa sababu ameonyesha ni kama anakuendorse, lakini unaanza kufanya kitu na kifua, kwa sababu unajua yeye ako kwa broad based government. Akiwa na Ruto hakuna mtu ambaye anaweza kuniondoa City of Nairobi. My friend, unaweza kula hiyo pesa, lakini wakati utakapofika utaondolewa na watu ambao ni wananchi wa kawaida wa City of Nairobi. Sijui kama tumeelewana. Johnson Sakaja, this is a sound warning that if you don't retract and change the manner in which you are leading the people of the City of Nairobi, know that Nairobi is not voted for by the Luo community or the Kikuyu community. Nairobi is a cosmopolitan city. And being a cosmopolitan city, watu wanataka idea, hawataki hongo ya shilingi 100. Kwa hivyo utaenda nyumbani kama hutabadilisha mambo ambayo unafanyia Wakenya ambao wanaishi Nairobi. So mimi sina mengi, nachukua fursa hii kuwashukuru sana watu wa Bondeni kufungua bunge la mwananchi. Tukianza na Biashara World TV, asante sana. Kuna NLC TV ambaye inakuwa led by director ambaye anaitwa Resa. Asanteni sana, muendelee hivyo. Hii bunge tunakuja kufungua, na wananchi wote ambao wanaona wako na mambo fulani fulani wanataka kusemezana, karibuni Bondeni, bunge la mwananchi, tuweze kusemezana kwa kauli moja. Na wananchi ambao mnatutazama pia kwa hizo channel nimetaja, tunaomba jameni, fanya subscription ili kwamba next time video yote ikiwekwa ambaye inakufaa uweze kufuatilia bila wasiwasi wowote. Asante sana, Mungu awabariki. Thank you so much.